Dini ndo rasilimali yetu na tunatakiwa tuipe thamani ya upekee. Ikiwa ni jukumu letu, jukumu lako dini yako wewe mwenyewe, lakini jukumu hili haliishii kwako wewe nafsi yako. Lazima jukumu hili liwe pia na kwa familia yako na jamii yako kwa ujumla. Sijui kama hutaulizwa iwapo utatoka katika ulimwengu huu na ulikuwa una nafasi ya kutengeneza jambo lolote la kijamii, la kidini, halafu hukufanya hivyo. Sijui kama hutaulizwa, kama ambavyo utaulizwa juu ya dini ya ahali zako, utaulizwa juu ya dini ya jirani zako na jamii yako kwa ujumla. Kama unayo nafasi ya kutengeneza lolote la kidini la jamii yako na hukufanya, lazima utaulizwa. Na ndio maana tukaambiwa waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wapatikane watu kikundi, manake ni fardhu kifaya sasa hii wapatikane watu wanaoamrisha mema, yani wanaolingania kwenye khairi na wanaoamrisha mema na wakakataza mabaya. Lazima wawepo watu hao. Sasa huu ni muhimu ambao unaweza ukashikwa na watu wachache wakaufanya, lakini kama hakuna anayeweza kulingania na kukataza na kuamrisha katika hiyo jamii, katika mahali hapo, ila wewe, manake ni fardhu kifaya. Ndio maana kama kuna jambo waweza litengeneza la kidini lakini hukufanya hivyo, basi wewe, ikiwa jambo lile halikutengemaa, likitengenezwa na wengine, tutaingia kwenye fardhu kifaya kwa maneno yamekwisha. Lakini kama hakuna aliyelitengeneza, basi yoyote ambaye alikuwa na uwezo wa kulitengeneza, huyo lazima ataingia katika majukumu. Ndugu zangu, sisi Waislamu, nirudi katika hoja ya kwamba tuko wengi sana, lakini pamoja na wingi wetu mambo yetu sio mazuri. Labda ni imani zetu ziko chini, lakini ishu sio imani. Ishu sio imani. Ishu iliyo hapa ni kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanaturudisha nyuma. La kwanza ni kukosa watu waaminifu wa kusimamia mambo yetu. Hili ndo la kwanza. Na kwa nini tunakosa watu waaminifu wa kusimamia mambo yetu? Ni kwa sababu ya kukosa ikhlas. Kila utakayemuona katika jambo, basi huyo maslahi yake kwanza. Kila utakayemuona katika jambo, huyo maslahi yake kwanza. Zimeanzishwa SACCOS ngapi za Kiislamu? Au hazijai kuanzishwa? Nyingi zimeanzishwa Ziko wapi? Hasa kama SACCOS tu inatushinda, tutakuja kukusanya hela tujenge hospitali? Hilo limepelekea sasa Waislamu hawaaminiani tena. Kiasi ukitangaza tu kama bwana tuanzisheni jambo zuri ili tuchange shilingi 1000 kwa mwezi, jamaa wale tu tumchangie mtu hela akale sisi. Hicho ndio kitu ambacho Waislamu kiko katika fikra zao. Lakini jingine pia ambalo tunalo Waislamu ni kwamba mtu anaona kana kwamba akitoa pesa yake kwa ajili ya jambo fulani na halikufanikiwa, basi atakuwa hakupata thawabu. Hii ni kasoro tunayo. Wakati innamal a'malu binniyat. Wewe ukitoa mpe Mungu, usimpe yule kiongozi wa lile jambo.
Sasa hili limepelekea kwamba hata akipatikana mtu mkweli, hatuwezi kumjaribu kusema kwamba hebu ngoja tumpe huyu tuone kama naye atafika wapi. Na ndio maana si kwamba mambo hayaanzishwi ya Tanzania nzima, lakini yanaanzishwa ya vikundi, ya taasisi, ya madrasa, lakini pia hayafanikiwi kwa sababu mbili. Hiyo ni ya kwanza, ya watu kutoaminiana, lakini ya pili, wa uhdhiratil anfusu ashuha. Uhdhiratil anfusu ashuha, hii nayo hii Sheitani kama kuna sehemu ukatupiga 7 bila, ni hapa kwenye shuhu hapa sheitani ametukaba sana. Ndio maana anaweza hata akasimama kiongozi ambaye unamwamini kwamba huyu hawezi kupiga hela zangu, lakini akisema nina jambo mimi nataka nyinyi munipe kila mwezi shilingi 2,200, basi mwanzo watu watakuja na jazba kama ulivyosema, wakishatoa wakimaliza mambo yatarudi pale pale. Katika watu 80 watakuja 5. Wa uhdhiratil anfusu. Kwa hali ya mashakili haya, kwanza tuweni wa kweli. Sisi tunasimamia mambo, tuweni wa kweli kwanza, lakini halafu tuondoeni shuhu. Inatakiwa tuone kwamba wewe ukitoa tu unapata thawabu, basi uliyempa akale akatengeneze mlilokusudia, lakini unapata thawabu. Ingaje hiyo haina maana kwamba watu wale. Hiyo ina maana kwamba kama jana kuna aliyekula, leo kaja mwingine, tumpe na yeye tuone kama atafanya. Huenda katika watu 10 tukampata mmoja akafanya, lakini kikubwa kinachotuangusha ni hicho. Lakini alafu pia Waislamu tuna shida moja, tuna vipaumbele tofauti, kila mtu ana kipaumbele chake. Kuna ambao fikra zetu zimelala sana kwenye kushindana na watu wa upande wa pili, kwamba wao wakiwa na hospitali na sisi tuwe nazo, wao wakiwa wamesoma sana kizungu na PhD zao na sisi pia tuwe nazo, kiasi cha mtu kuona kwamba shekhe lazima wana PhD, kisa wao wasema sisi hatuna CV huku, basi na sisi tunatamani iwe hivyo, kweli tuwe na CV. Ili tufanyeje katika akhira yetu CV hiyo ya kuwa sasa tuna PhD, sasa huyu Samiru huyu ni mkuu wa chuo cha Shamsil Maarifi, lakini ni daktari bingwa wa mifupa, ili kila jambo lazima liwe na naniwa na wataalamu wake. Leo unaona madarisi zetu zinayumba, walimu wa madrasa wanayumba, walimu wanaotolewa sio, yani kwa asilimia kubwa sio wa kiwango cha juu kitaaluma. Kwa nini? Kwa sababu kwanza huu mtindo unaonekana ni wa kizamani. Wewe una madrasa haina shule, watu watakiwa uende na wakati bwana, watoto wasome hapa dini, wakitoka hapa wamesoma vizuri dini, lakini ni daktari anaingia mochwari, anaingia theater, anampasua mgonjwa, akitoka hapa anakwenda kuswalisha dhuhuri. Kuna wenye mtazamo huo kwamba Mziwanda yule pale alipo yule hana lolote, si shekhe yule, yani yule shekhe lakini sio msomi. Wewe una fani gani Mziwanda? Mimi bwana nina fani zote hizi za dini, si ukija kwenye fani za lugha, nahwu, balagha, sarfa zote nazijua. Ukija kwenye masala ya fiqh ya sheria, usulul fiqh, nini, qawaidul fiqhiyya, ilmu al-faraid, fiqh al-mawarith, tafsiru ayati al-ahkami, zote nazijua. Na pia mimi nimeingia pia katika upande wa ulumul hadithi, pia nazijua vizuri. Sasa huyu Mziwanda fani zote za nini hizo? Alitakiwa pia huyu awe na nani, aseme pia kwamba mimi pia katika accountant nina na CPA pia katika accountant,
katika accountants. Ili iweje sasa CPA hiyo? Na wewe ni kiongozi wa dini, kazi yako ni kusomesha dini. CPA kwenye dini ya nini? Natakiwa tukatafute mtu mwenye CPA ambaye ana ABC ya dini. Manake ukiwa na CPA lakini uko kwenye dini mtupu kabisa, wewe uko nje ya malengo. Umesoma mpaka una CPA lakini Qur'ani huijui. Mpaka sasa daktari wa macho kule KCMC, lakini hata swala huiwezi. Swala yako pia haisihi, wewe una kasoro. Lakini sio kasoro kwamba Mziwanda ni shekhe anayejua vizuri dini yake, lakini Mziwanda huyu hana mambo ya nini sheria, hajui nani yetwaje hiyo yetwaje sio sheria nchi law, hana degree ya law. Basi angekosa ya law basi akapata angalau hata degree tu ya finance, hana. Basi hana huko kwenye finance, si angalau basi angekuwa mtaalamu hata wa chemistry, hata diploma tu basi hana. Huyu hajasoma huyu, CV yake mbovu kabisa. Jamaa, al-ghazwu al-fikri imetumaliza. Ni vizuri akipatikana shekhe ambaye ana hizo fani, kwa sababu aliyenacho si sawa na ambaye hana. Leo tupata shekhe bingwa wa usulul fiqh, bingwa wa fani zote za fiqh, au bingwa wa hadithi, bingwa wa lugha ya Kiarabu. Utakapomweka yupo kama unavyomwona mzee hapa, Sheikh Said Ali Hassan, ni adibu wa ajabu kabisa. Au ndugu yangu Sheikh Konseli pia ni katika watu wazuri wa fani za lugha hizi. Mwenzangu ngaje asami Sheikh wake, lakini mwenzangu nimesoma naye. Ukamkuta kama huyo, alafu pia huyu bwana ana degree pia law, ni vizuri sana. Lakini si lazima. Kwani jamani, niwaulize wale wahasibu mle kwenye makampuni na ofisi za serikali, wanaweza wale hata kung'oa jino tu? Kung'oa jino tu lile anaweza? Au mzee wangu pale kakaangu Dr. Abduli yule, si dokta huyu wa macho ukimpelekea maradhi ya tumbo yule, anaweza akajua kwamba hii ni henia, ampasue mtu afanye upasuaji? Ni fani hiyo hiyo ya afya, hiyo fani moja ya afya, lakini yeye kaangukia kwenye macho. Ukimwambia sasa bwana tumbo, atakwambia ngoja nitafute, kuna mwenzangu mmoja huyu nimesoma naye A level, alafu tulienda Muhimbili, yeye akaingia upande wa nini wa general, na mimi nikaingia kwenye mambo ya macho, alafu akaspecialize matumbo. Ngoja nikupeleke kwa huyo. Lakini sisi vile tukiambiwa mashehe hawakusoma, tutasema kweli bwana, hatukusoma bwana, mashehe hatuna elimu. Jamaa, mbona tunapelekwa hivyo? Ilitakiwa katika hivi vyuo vikuu kuwe na specialize ya dini kama hivi tulivyo. Kwa sasa Shamziwanda huyu kachukua degree yake ya maswala ya fiqh chuo kikuu cha Dar es Salaam, akenda akachukua masters, lakini masters kachukua ya hadithi chuo kikuu cha Morogoro. Akatoka hapo PhD yake ameifanya katika masala ya fiqhul muamalati tu, amespecialize na hilo tu. Ilitakiwa iwe hivyo. Sasa Mziwanda huyu ambaye ana degree ya Mlimani, ana masters ya UDOM, ana PhD sio ya chuo gani cha Uingereza, huyu atakuwa hajui akaunti hata kidogo, hawezi hata kufungua balance sheet. Atakuwa hawezi kufungua hata balance sheet. Kwa nini? Sio fani yake, lakini fani yake ni dini. Lakini sasa ilivyokuwa kwamba haya masomo yetu kwenye hivyo vyuo hayapo, basi na hivi havifai. Jamani, utaulizwa. Kinachotakiwa tupambane hivi vyuo, kama shida ni karatasi,
basi tupambanie vifikie hadhi ya university, vitoe degree. Hicho ndio cha kupambania kama tunataka makaratasi. Wa ila ilmu zipo nyingi tu, wakachukue makaratasi, mtu akapata na PhD yake, akija tutamuuliza PhD yako ya nini wewe? Ni ya lugha. Watakaje tusome hiyo lugha au fiqh? Halafu tutamkalisha chini, tutamsomesha. Wallahi tutamsomesha vyovyote alivyo, mtu atasoma. Yapo ya kumsomesha. Kama shida ni ilmu tu, tutasomesha vyovyote alivyo. Na kama shida ni karatasi, haya basi tukaeni chini. Na nikisema hivi msone kwa wanajifakharisha, wapo wenye degree wanakuja tunasomesha. Ni waki maana yake nikisema hivyo. Ni waki, wanakuja tunasomesha. Bwana, hiki nina udhaifu nacho, tukae chini, tafuta kitabu fulani. Mimi sitakwambia ukafanya assignment, sitakwambia sijui uandae presentation. Mimi kazi yangu ni neno kwa neno, nakupa nakla kama nilivyochukua. Lakini habari ya kwamba si ukafanya assignment uletee nsahihishe, kama sijui niandae presentation, sijui ukapresent hayo labda tuamue tukufanya mazoezi ya kutoa dawa basi. Kwa ndugu zangu, tuitumikie dini yetu inavyotakiwa, na katika ya kutumikiwa, katika ya kupelekwa mbele na hizi madrasa zetu, tupambaneni zende mbele. Ni vizuri tukajenga mashule ambayo mashule yale yatasomesha watoto wetu elimu hizi za kisekula, na huku wakapata elimu ya dini. Ni vizuri sana, kwa sababu hilo itakuwa ni nafuu kuliko akenda akisoma katika shule ambayo haina kabisa masomo haya ya dini. Huenda tunaweza tukapata watu angalau kama kina Sheikh Pembe hapa, watakao kuwa wanatunukulia hapa kutoka kwenye zaitwaje hizo za kina Max Holcomb si nani tena etaje Malcolm X. Unaona sasa, mimi natamka itakapokuja tu vyovyote, sababu sio fani yangu. Lile jina nikilisikia tu lenyewe kwanza kulitamka na kuadhiki. Unaona bwana? Kwa maana hiyo ni vizuri sana tukawa na hizi shule. Ni vizuri sana tukawa na nini? Na hizi shule, ili wale wahasibu tutakao waandaa wawe na huku wana ABC. Ukimwambia itaqillah bwana wewe, usiongeze sifuri hapo, anajua unachozungumza. Akenda huko akigombana na mkewe, akiambiwa unaitwa na kiongozi wa dini, shekhe anakuita akakusuluhisha na mkeo, anajua thamani ya shekhe kwa sababu amesoma dini. Akipewa majukumu, kakabidhiwa wizara fulani kutokana na ilmu alionayo, anajua kwamba hapa Mwenyezi Mungu ananielekezaje. Lazima tuwe nazo hizo shule, lakini na madrasa kama hizi tuwe nazo za watu wasome mpaka waingie deep katika haya mambo. Lakini kwa utaratibu uliopo nchini kwetu huwezi kwenda deep, labda kwa nchi zenzetu. Na huko pia kuna kulia tu sharia. Sijui kama katika kulia tu sharia wanafundishwa nani? Wanafundishwa account. Kama kulia tu sharia labda kule Saudia, Sudani, lakini pia kuna na finance. Labda kama watakuwa wanafundishwa tu hesabu kidogo, kwa sababu pia katika sheria kuna mambo ya hesabu. Maana sheria kuna mambo ya hesabu, mirathi ni hesabu, sharika ni hesabu, zaka ni hesabu. Huwezi ukatoa hukumu katika sharika watu wameshirikiana watu watatu na kila mtu ametoa fungu lake katika ushirika ule, huyu katoa nusu, huyu katoa robo na huyu katoa robo, halafu uambie bwana, sasa sisi tuna bilioni zetu ngapi hizi, tunataka utupe fatwa tunagawana vipi, lakini hapo ndani tunadaiwa zaka, hapo ndani tunadaiwa na kodi ya serikali. Halafu hujui hesabu, sio? Lazima hapo hesabu uijue kidogo.
Kwa labda kwa hivyo, lakini kwamba sasa kulliyatu sharia, labda wenzetu mliosoma huko katika jamii mtuambie kwamba je, katika kulia mlifundishwa akaunti? Katika kulia mlifundishwa upasuaji huko katika kulia zenu? Hakuna hata mmoja atakayesema hivi. Kwa hiyo kwa kuwa sisi huku huko pia ni hivi hivi, ila tofauti yetu tu ni kwamba mfumo kule unakwenda kwamba kuanzia chini anasoma vyote, lakini anapofika jamia ana specialize, na katika ya kuya specialize hadithi, Qur'ani, sharia. Lazima tulijue hilo. Sasa hawa Wakristo wana mfumo wao, uende nao, na sisi tuna wa kwetu. Kama wao wana ma PhD ya nini huko sijui ndio elimu gani, sisi haituhusu, yetu ni hii. Ila sasa nyinyi mlio na CPA, nyinyi mawakili mliosoma sheria mkachukua ile sijui ndio nini huko katika chuo cha sheria, nyinyi madaktari, nyinyi sasa mna jukumu na nyinyi la kuwashauri viongozi wetu kujua tutajiimarisha vipi kiuchumi, kujua madrasa zetu tutaziwezesha vipi. Hilo ni jukumu lenu nyinyi. Lakini cha ajabu sasa wao watulaumu wazee wetu, mashehe zetu, mashehe bwana wameturudisha nyuma sana hawa bwana. Hakuna kosa kubwa kama kutenganisha hizi ilmu mbili. Ilmu ya mmoja hata kuitia nini ilmu ya dunia. Sasa ilmu ya mazingira na ilmu ya dini. Sasa baada ya mazingira lakini pia ikaa kidogo kama ina ukakasi. Sasa neno moja kuzuru wamelipata ilmu ya secular na ilmu ya dini. Umefanya makosa makubwa sana kuzitenganisha hizi. Hivi zisingetenganishwa hizi kungekuwa na Uislamu leo hapa. Kusingekuwa na babu kama yule Sheikh Muhammad Ayubu yule akakaa pale akasema haya Wasambaa, Wazaramu, njoni, Wadigo, watu gani, njoni msome hapa. Tena bila kupewa mshahara na mtu yoyote. Akasomesha sinina watu na vitukuu vyao. Na mashekhe wengine nao wakafanya hivyo hivyo. Kusingekuwa na watu kama wasingelifanya hivyo wale wakatafuta mashule, mngewapata kina Shemziwanda nyie? Ingekuwa hapa ni kala Allahu Taala. Basi kala Allahu Taala, Mwenyezi Mungu amesema, unatafsiriwa na Kiingereza kidogo, unaingizwa kwenye bahari ya uchumi huko, umepotea moja kwa moja, na unaambiwa Qur'ani inaamrisha uchumi bwana. Ni kweli inaamrisha uchumi, lakini sio hivyo basi kwamba tusiisome kwenda ndani. Elimu ni pana sana ya dini, tusidanganyane. Elimu ya dini ni pana sana na ina kina kirefu sana, na kila unavyoisoma ndio unavyojiona hujui. Nakumbuka mimi mwaka 1997 nilitoka Shamsia nikaenda Dar es Salaam, nikaenda kuwa mwalimu kule. Nilikuwa kijana mdogo, basi nilikuwa nikijiona najua kweli, wadogo tu hivi, na Mwenyezi Mungu alinipa kabuli kwa sababu kule Dar es Salaam ilikuwa natafutwa kweli. Watu wanakuja wanaweka appointment kwa nataka nje tusome bwana, toka vyuo mbalimbali kule Dar es Salaam, kwa najiona najua. Lakini baadaye nikarudi Shamsia, ambapo baadaye nikaingia Shamsul Maarif. Kila siku nilizokaa na Sheikh Muhammad Abi Bakri nilikuwa nikigundua kutojua kwangu. Hicho kipindi ninakwambia nilikuwa nafuatwa na watu wenye elimu zao wakitaka kuja kusoma kwangu, na kweli nilikuwa na uwezo wa kuwasomesha, na wengine nilianza kuwasomesha hasa dogo kabisa na umri kama wa miaka 26 tu ilikuwa. Lakini baada ya kurudi huku nikaendelea kuwa na bwana yule pamoja, akaendelea kunipa alivyonipa. Ndio kila siku nikaa najiona kumbe ilikuwa pale ningedhulumika sana. Wewe usinaonyeshe saa namna gani wewe, tulia, hii nafasi mmenipa yenyewe, niacheni. Kwa hiyo elimu ya dini kila unavyosoma
ndo wajiona hujui. Na mpaka leo mzee wangu yule ameshaondoka, lakini kila ninavyokaa, kila ninavyotwali, naona ala, kumbe jana alikuwa sijui. Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuwe katika wanaoijenga hii dini yetu kikweli. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.